Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Tabia ni nini? Tabia ni kitendo tunachofanya bila hata kukifikiria. Tabia ni kitendo kinachotokea kwa sababu kinarudiwa. Unarudia kitendo fulani mpaka hatimaye kinakuwa ni sehemu ya utu wako, na unakifanya bila hata kujua kwamba unakifanya, na usipokifanya unahisi unakosa kitu. Mimi hupiga mswaki si chini ya mara 4 kila siku. Si kitendo ninachofikiria. Huwa siweki mpango wa kupiga mswaki. Si lazima nijiandikie mahali eti piga mswaki. Lakini nisipopiga mswaki, huwa nahisi mdomo wangu hauko sawa. Hiyo imekuwa ni tabia maishani mwangu. Sisi wote huwa na tabia nzuri, na sisi wote pia huwa na tabia mbaya. Tabia hizo mbaya ni mambo ambayo tungependa kubadilisha maishani mwetu. Nilisoma kwamba 40% hadi 40% ya vitendo vyetu vyote vinatokana na mazoea. Hilo ni jambo la ajabu kufikiria kwamba 40% ya vitendo vyetu vyote vinatokana na mazoea. Mnajua, unaweza kudhihirisha tabia fulani ukiwa katika hali fulani. Wangapi kati yenu wanamjua mtu ambaye mnajua atafanya nini akiwa katika hali fulani? Punde anapojipata katika hali hiyo, tayari mnajua atafanya nini. Mnajua kwa nini wanafanya hivyo? Kwa sababu ana mazoea ya kufanya kitendo hicho. Kuna aina mbalimbali ya tabia. Kuna tabia za kihisia, kuna tabia za kiakili, kuna tabia za kimwili, kuna tabia za kiroho, tabia za kijamii, tabia za kifedha. Basi tunataka kuzungumzia mada hii ya tabia kwa sababu kweli ni kwamba ikiwa unaweza kushika tabia fulani kupitia marudio, basi pia unaweza kuvunja tabia kupitia marudio. Hukutenda kitendo sahihi mara moja ili ushike tabia nzuri. Hukutenda kitendo kibaya mara moja tu ili ushike tabia mbaya. Lakini ikiwa ulitenda kitendo fulani mara nyingi mpaka ukashika tabia mbaya, basi ukitenda kitendo sahihi mara nyingi kitavunja tabia hiyo mbaya. Basi wanasema, sijui ni akina nani hao. Jamani, bado sijangamua watu hawa wanaosema ni kina nani, lakini huwa tunawaamini sana kwa mambo mengi. Sijui kama mnajua, lakini wao ndio wanatawala dunia hii. Wanatuambia jinsi tunavyopaswa kuvaa, wanatuambia jinsi ya kutengeneza nywele zetu, wanatuambia kila kitu. Sijui hao ni kina nani, lakini nafikiri hatimaye nimeng'amua wao ni akina nani. Na ni wataalamu mbalimbali. Na sina uhakika kama mtu anaweza kujiita mtaalamu, lakini naonekana matamshi yako yatakuwa na uzito zaidi ukisema mtaalamu mmoja alisema. Kwa hivyo, usiku wa leo nitasema kwamba nilisikia mtaalamu mmoja akisema unaweza kushika au kuacha tabia fulani ndani ya siku 21. Nilisikia mwingine akisema siku 30. Wazo hilo limenisaidia mara nyingi maishani mwangu. Wakati mwingine huchukua kipindi kirefu zaidi, lakini cha muhimu ni kwamba ni sharti uanzie mahali. Na nasema hakuna wakati mzuri kama sasa. Ni wangapi kati yenu wamekuwa kiahirisha jambo fulani kwa muda mrefu wa kutosha, na sasa ni wakati wa kukabiliana nalo kikamilifu? Jamani, yuko mtu kama huyo hapa? Umekuwa ukilibeba kwa muda mrefu sana. Niwaambie kitu, tabia mbaya ni adui wetu. Oh, hapana, si adui, ni tabia mbaya tu. Hapana, zinakuzuia kuwa mtu aliye mwema zaidi kama unavyopasa kuwa. Na huenda hutazivunja mpaka utakapoanza kuziona kama adui na uanze kukabiliana nazo kana kwamba ni wezi wanaoiba maisha mema zaidi ambayo Yesu tayari amekupa kupitia damu yake aliyomwaga. Amen. Sisi wote tungependa kuwa na tabia nzuri. Hakuna mtu mmoja hapa ambaye hawezi kusema, "Oh, ndiyo Joyce, nataka kuwa na tabia nzuri." Lakini si kila mtu yuko tayari kutia bidii. Bidii. Si kila mtu yuko tayari kutia bidii ili azipate. Sisi wote tungependa kupakuliwa tu tabia nzuri, kama vile unaweza kupakua programu mpya kwa tarakilishi yako. Lakini huwezi kupakua ushindi. Huwezi kupakua tabia mpya. Nafikiri nilisema katika runinga wiki hii kwamba unaweza kupata vitu vingi kwa urahisi tena haraka, lakini huwezi kupata mafanikio makubwa kwa urahisi. Kwa kawaida huwa sitazame kipindi changu kwa runinga, lakini nilikitazama siku moja wiki hii na nakumbuka nilisema kwamba, mnaona, kwa hivyo tabia nzuri zina uwezo wa kuvunja tabia mbaya. Na nataka nisisitize swala hili la kutilia mkazo kitendo chema unachotaka kufanya
na uache kutilia mkazo kitendo kibaya usichotaka kufanya. Na najua hilo ni tatizo kubwa kweli. Tunafikiria kuhusu kitendo hicho kibaya tunachofanya kana kwamba kinatuzuia kufanya kitendo chema tunachotaka kufanya. Basi tunafikiria tukiweza kushinda kitendo hicho kibaya, basi huenda tukawa watu wema. Lakini ukweli ni kwamba tunashinda uovu kwa wema. Mnashinda uovu kwa wema. Wema una nguvu ya kushinda uovu. Tabia nzuri ina uwezo wa kuondoa tabia mbaya kutoka maisha yako. Hebu niwape mfano mmoja. Unaweza kutilia mkazo wazo hili: nahitaji kupunguza uzani. Nahitaji kuwa katika diet. Ndio, diet. Unaweza kutilia mkazo wazo hilo sana na huenda baadhi mkakosa kubaliana nami, lakini ukifikiria kuhusu diet kila wakati, wazo hilo litakuletea tu hamu ya kula. Unafikiria kuhusu chakula kila wakati na unahisi njaa kila wakati. Kwa hivyo sitawaambia mfikirie kuhusu kuingia katika diet. Nitawaambia mtilie mkazo kula lishe bora. Fikirieni kuhusu vyakula ambavyo ni bora kwenu. Fikirieni kuhusu vyakula ambavyo Mungu ndiye aliviumba. Vifikirieni na muamue kwamba mtakuwa na afya bora. Msifikirie sana kuhusu kuwa katika diet. Fikirieni kuhusu kuwa na afya bora. Fanyeni maamuzi mema, na mkifanya hivyo mtakuwa mnavunja tabia hiyo mbaya mlionayo ambayo inawafanya mfikiria mnapaswa kuwa katika diet. Wangapi kati yenu mmekuwa katika diet nyingi maishani mwenu kiasi kwamba mngekuwa mmepunguza karibu kilo 500? Nani hapa mmewahi kupunguza karibu kilo 90 lakini akazirudisha tena mwilini mwake? Niseme alizirudisha kwa wakati mmoja, bali polepole maishani mwake. Mnajua, nafikiri nimewahi kuwa katika hali hiyo. Mnajua, hapo zamani ilinibidi niache kufikiria kuhusu diet kwa sababu ilinifanya nifikirie kuhusu chakula kila wakati. Kwa hivyo sasa nala tu chakula bora, nijifunza mengi kuhusu afya na mengi kuhusu vyakula, na nilifanya maamuzi mengi mazuri. Bila shaka si kila uamuzi ni mzuri. Wakati mwingine najiruhusu kula kitu ili nijifurahishe kidogo, lakini sijifurahishi kupita kiasi nisije nikashindwa kuingia ndani ya suruali yangu ndefu. Amen. Wagalatia 5:16. Basi nasema enendeni kwa Roho. Ni nini maana ya kuongozwa na Roho? Haya, acha niwape kidokezo kimoja. Kila unaposema najua sipasi kufanya hili, lakini najua napaswa kusafisha nyumba leo, lakini najua napaswa kusafisha gareji, lakini najua napaswa kulipa bili zangu leo kwa sababu nisipofanya hivyo zitachelewa, lakini najua napaswa kufanya mazoezi, lakini tunataka tu kuwasaidia muache kukaa kitako. Na nimesema hilo kwa nia nzuri. Msije mkanichukulia vibaya. Nilikuwa na nia nzuri kabisa niliposema hivyo. Pengine si kabisa. Lakini sidanganyi. Kwa hivyo ninachosema ni kwamba tunapojua hatupaswi kufanya jambo fulani au tunapaswa kufanya jambo fulani, huyo ni Roho Mtakatifu ndiye anayetuzungumzia. Na msiniambie hamjui kusikia sauti ya Mungu. Mnasikia sauti ya Mungu kila wakati, lakini mara nyingi hazungumzi nanyi kupitia masikio yaliyo katika vichwa vyenu. Huwa anawanong'onezea polepole tu. Mnajua kuna saa hapa, saa kubwa, ambayo inapaswa kuniambia kwamba ni sharti nimalize mahubiri baada ya saa 1. Na nafanya hivyo sasa, lakini miaka mingi iliyopita nilipokuwa ndio nimeanza kazi hii, kulikuwa na zile kanda za kaseti ambazo zilikuwa za muda wa dakika 60 au pengine dakika 70 au 75 hivi. Na ukizungumza zaidi ya dakika hizo, watu waliacha kusikiza ujumbe wako. Basi kwa muda mrefu sana nilikuwa nauzia watu mafunzo ambayo hawakuyatilia maanani. Kwa sababu sikuheshimu saa. Wakati huo hatukuwa na saa. Wasaidizi wangu walishikilia mabango yaliyonionyesha dakika 15, dakika 10, 5, 4, 3, 2, 1, na niliwaambia yawekeni yote juu, na nikaendelea kuhubiri. Lakini nilianza kupata malalamishi. Nimesikia funzo hilo lote, nahisi kukerwa kwa sababu sijui linaisha vipi. Sijui linatoa jibu lipi hapo mwisho. Basi mimi hapa mtajifunza kitu. Kwa vile sikusikia sauti ya Roho Mtakatifu,
nilikuwa nawasababishia watu wengine matatizo. Nilikuwa nafanya kile nilichotaka kufanya, lakini kwa kufanya hivyo nilikuwa nazuia hata huduma yetu isiwape watu kile kilicho kizuri zaidi, kwa sababu sikuwa namaliza kile nilichoanza. Basi kumbukeni wakati wote kwamba msipofuata mwongozo wa Roho Mtakatifu, hamtakuwa tu mnajidanganya nyinyi wenyewe, bali pia mtakuwa mnadanganya watu wengine. Nataka nipitie vifungu hivi viwili tena, Warumi 12:21. Wacha tuangazie hiki kwa sababu tayari kimewekwa hapo juu. Basi nasema enendeni kwa Roho. Hebu zingatieni neno enendeni. Hiyo ina maana kuwa unaweza kuwa na tabia ya kutembea katika Roho. Ikiwa una tabia ya kumpuuza Roho Mtakatifu na unafanya tu kile unachotaka, basi hiyo pia ni tabia, na huenda tukafikiri haitatuadhiri, lakini inatuadhiri. Kwa sababu kuna kitu ambacho Mungu anajaribu kutuongoza ili tukipate au tukiache, kwa kitu hicho kilicho kizuri zaidi kuliko kile tunacho, lakini tukimpuuza, basi kamwe hatutakipata. Hiyo haimaanishi Mungu hatupendi, hata haimaanishi hatutaingia mbinguni. Hatujakombolewa kwa ajili ya maamuzi mazuri tunayofanya kila wakati. Tumekombolewa kwa ajili ya kile alichotutekelezea msalabani. Lakini tunapaswa kujifunza kuwa na tabia ya kufuata mwongozo wa Roho Mtakatifu. Na kuwa Mkristo ni jambo la kufurahisha sana. Ikiwa umejifunza kufuata mwongozo wa Roho Mtakatifu wewe kama mtu binafsi, ni jambo la kusisimua sana, kwa sababu hujui Mungu atakuwa na mazuri gani kila siku unapoamka. Nasema hauwezi kujua. Mnajua Mungu cheka wakati upi? Tunapopanga mpango wetu. Jambo hilo humchekesha sana Mungu. Haya, ndio hao tena wanapanga mpango wao wa siku tena. Hebu tuone. Amen. Haya, Warumi 12:21. Mojawapo ya vifungu ninavyopenda zaidi. Tunashinda, usishindwe na ubaya, bali ushinde ubaya kwa wema. Hebu tujipe uhuru kidogo hapa na tuseme kifungu hiki kwa njia tofauti. Usikubali kushindwa na tabia mbaya, bali shinda na utawale tabia mbaya kwa tabia nzuri. Kuna mtu hapa usiku wa leo angependa kuwa na tabia nzuri zaidi? Kuna mtu hapa ana tabia mbaya ambazo angependa kuacha? Sawa, tunaendelea vizuri. Sasa, Waebrania 12:2, kifungu kingine ambacho kinadhibitisha kile ninachozungumzia hapa. Kinasema tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu. Sawa, tutasoma hayo tu. Basi tutaanza kwa imani leo hii kwa kumwomba Mungu azae kitu kipya maishani mwetu, kwa kutusaidia kuwa na tabia njema zaidi. Na hapa maandiko yanatuambia tuondoe macho yetu kutoka kwenye kitu kibaya kinachoweza kutupotosha na tumtazame Yesu, ambaye si tu mwanzilishi bali pia mtimizaji wa imani yetu. Kwa hivyo naamini kabisa kwamba huenda huenda unafikiria nina tabia 50 mbaya, sawa, lakini huenda ukahitaji kukuza 5 au 6 zilizo nzuri kabisa. Nazo huenda zikaondoa hizo zote 50 mbaya kutoka maishani mwako. Kama nilivyosema usiku wa leo, nitawaambia tabia hiyo moja kuu. Ni ipi? Sitawaambia bado. Wakati wa kufanya hivyo hujawadia. Kadri tunavyozidi kutilia mkazo kile kilicho kibaya, ndivyo tutazidi kutenda mabaya. Kile unachotilia mkazo huwa kinakuwa kikubwa zaidi kushinda mambo mengine yote maishani mwako. Kamwe usiseme huwezi kujidhibiti mwenyewe, na wala usiseme huhitaji nidhamu. Basi nawaambia, ikiwa mtaweza kwanza kujaribu kukuza tabia nzuri na kuvunja tabia mbaya, kamwe msiseme sipendi nidhamu. Na kamwe msiseme siwezi kujidhibiti mwenyewe, kwa sababu kweli ni kwamba nidhamu ni rafiki yako, si adui yako. Nidhamu ni chombo ambacho Mungu ametupatia kitakachotusaidia kuwa kile tunachosema tunataka kuwa kikamilifu. Nidhamu haipasi kututawala, haipasi kuwa sheria inayosema kwamba ni sharti ufanye kitu fulani kwa njia fulani kila wakati, lakini tunapaswa kuweza kusema ndiyo kwa Mungu na hapana kwa nafsi zetu, na mara nyingi tunahitaji kuwa na nidhamu kufanya hivyo.
Kila adhabu wakati wake haionekani kuwa kitu cha furaha, lakini baadaye huenda unasema, Joyce, nilitarajia utazungumza kuhusu fanaka usiku wa leo. Nina matatizo ya kifedha. Jamani, usinifanye nije hapo nikukabeko. Ikiwa una matatizo ya kifedha, wangapi kati yenu wanajua kwamba kwa kiasi fulani huenda ni kwa sababu ya kukosa nidhamu? Jamani, tuseme ukweli hapa usiku wa leo. Wangapi kati yenu wanajua? Msinilaumu. Tuna tabia kwa matamshi kama hayo pia. Ngojeni tu kidogo. Kukuza tabia kuwajibika ikiwa umekosea. Jamani, njoni kwenye kila kikao. Nafikiri mnahitaji mafunzo haya. Mnahitaji kweli kukuza tabia nzuri na kuvunja tabia mbaya. Mnataka niwatajie sura zote za kitabu hiki? Basi wacha tu niwaambie. Uchambuzi wa tabia anza sasa. Tabia ya Mungu. Kuvunja tabia mbaya. Jinsi matamshi na fikra huathiri tabia. Tabia ya kufanya maamuzi, tabia za afya bora, tabia ya furaha, tabia ya imani, tabia ya ubora wa hali ya juu, tabia ya kuwajibika, tabia ya ukarimu, tabia ya kuwa na haraka, tabia za kihisia, tabia ya ujasiri, tabia ya kuwajenga wengine, tabia ya nidhamu. Wangapi wanafikiri wanazihitaji zote hizi? Na mimi pia nafurahi kuwa hapa. Amen. Mnajua kwa kawaida hakuna kitu kizuri kinachotokea bila mpango. Unaweza kushikwa na ugonjwa lakini huwezi kushikwa na afya. Kanuni rahisi sana hiyo. Sawa, sasa ni muhimu sana ujiangalie na uanze kuamini kwamba una tunda la kujidhibiti mwenyewe maishani mwako na kwamba Mungu amekupa rafiki anayeitwa nidhamu. Kamwe usiseme siwezi kujidhibiti mwenyewe, siwezi kujidhibiti mwenyewe. Ni kila ndazi moja lazima nitakula mengine 12. Unasema, jamani, umeokoka, umejazwa na Roho Mtakatifu na unaniambia huwezi kujizia kula ndazi moja? Unajaribu kufukuza pepo na huna mamlaka juu ya ndazi moja? Na kupinga shetani, mimi ni mtoto wa Mungu na sitakubali hilo. Kisha unapita karibu na andazi. Unasema, Joyce, niambie, tatizo langu ni nini? Hujui jinsi ya kufikiria. Ndio maana nina mafunzo na vitabu vingi sana kuhusu fikira. Na siwezi kuhubiri ujumbe bila kuzungumza kuhusu fikira. Kwa sababu tabia zetu hutokana na fikira zetu. Sasa, Warumi 6:2 inasema, sisi ni wafu kwa dhambi. Hasha, sisi tulioifia dhambi tutaishije tena katika dhambi? Kila mtu aseme, mimi ni mfu kwa dhambi. Mnajua maana ya kuwa mfu kwa dhambi? Inamaanisha huna uhusiano tena na dhambi. Ukiwa umekufa, huna uhusiano na kitu chochote. Hakuna chochote. Mahusiano yote yanakwisha. Kwa yule aliyekufa, huna tena uhusiano na chakula, huna tena uhusiano na kununua vitu, huna tena uhusiano na watu. Umekufa. Basi, anasema sisi ni wafu kwa dhambi. Na kwa hivyo hii inamaanisha kwamba hauna uhusiano na tabia hizi zote mbaya ambazo umezipa nafasi ya kukutawala. Unapaswa kwanza kuziambia, sina uhusiano na nyinyi. Hamna mamlaka juu yangu. Mimi ni mfu kwenu. Unasema, lakini siko hivyo, nami nakwambia ndio uko hivyo. Unasema, siko hivyo, nami nasema ndio uko hivyo. Unasema, siko hivyo. Haya basi, unajua nini? Uko hivyo kiroho. Wewe ni roho, una nafsi, unaishi katika mwili. Wewe si mwili tu. Ni mwili na nafsi yako ndio ufungwa na uraibu wa vitu mbalimbali na kushikwa na tabia mbaya. Roho yako iko huru, ila tu sisi huacha nafsi zetu zikandamize roho zetu. Huwa tunawacha nafsi zetu zikabe na zikandamize roho zetu. Na tukipata neno kiasi cha kutosha, basi neno ni chakula kwa roho zetu, kama vile chakula unachokula huweka mwili wako katika afya bora. Neno la Mungu si tu chakula kwa roho yako, bali pia litaokoa nafsi yako.
Yakobo mlango wa kwanza inasema, pokeeni kwa upole neno lile lililopandwa ndani, liwezalo kuziokoa roho zenu. Mnajua kile ambacho neno limenitendea? Limeniokoa kihisia. Sina majeraha ya kihisia wala uchungu tena. Sina tabia za kiwazimu kwa sababu ya majeraha haya yote nilionayo maishani mwangu kutokana na jinsi nilivyolelewa. Neno limeokoa akili zangu, limenifanya mpya akili zangu, limenifunza jinsi ya kutekeleza kile ninachowafunza usiku wa leo. Mnaanza kwa kufikiria hivi: Mungu anasema mimi ni mfu kwa dhambi, basi mimi ni mfu kwa dhambi. Jambo hili halina mamlaka juu yangu, halina nguvu juu yangu, na kupitia usaidizi wa Mungu nitazikuza tabia nzuri ili niwe kile ambacho Mungu anataka niwe kikamilifu. Sasa katika mstari wa 11, Warumi 6:11, kumbukeni mstari wa pili unasema sisi ni wafu kwa dhambi. Kisha Warumi 6:11 inasema, vivyo hivyo ninyi nanyi jihesabuni kuwa wafu kwa dhambi. Neno jihesabuni linaashiria kufikiri. Basi tunaweza kusema vivyo hivyo ninyi nanyi jifikirieni kuwa wafu kwa dhambi, na uhusiano wenu na dhambi umevunjwa, lakini jioneni kuwa hai katika Mungu. Mna uhusiano na Yesu Kristo ambao haujavunjika. Bwana asifiwe. Kuna uraibu wa aina mbalimbali: dawa za kulevya, pombe, uvutaji sigara, kununua vitu, matatizo ya kula, kujikata mwili wenyewe, uraibu wa pornografia, uraibu mbalimbali wa ngono, na kuwa na lazima ya kufanya vitendo fulani kupita kiasi. Mnajua naamini nini? Naamini kwamba uraibu wa aina yoyote ulianza na mazoea. Na mnajua jinsi tabia mbaya huanza? Hasa tunapozungumza kuhusu tabia mbaya, tunafanya kitu mara 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, na hatimaye unapata wazo hili: jamani, siwezi kujizuia. Siwezi kujizuia. Petro wa kwanza 5:8. Na kipenda muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu Ibilisi kama simba angurumaye huzunguka akimtafuta mtu ammeze. Biblia inatuambia tunapaswa kumpinga punde anapotukabili. Sasa nini kinaweza kutendeka tunaponong'onezewa na Mungu kwamba jambo hili limefikia kiwango hatari, unalifanya kupita kiasi, unapaswa kupunguza? Nini kinaweza kutendeka tukichukua ujumbe huu kama onyo? Sasa Mungu hapa ananiambia niko karibu kuingia mashakani, na papo hapo tuache jambo hilo. Tukifanya hivyo, haitakuwa vigumu kwetu, basi hatutakuwa na uraibu wote wa kuvunja. Hutalazimika kupitia hali ngumu ili ujitoe mashakani. Hutalazimika kutumia miaka 5 ukijaribu kutoka kwenye madeni, ilhali ilichukua mwaka mmoja tu kuingia katika madeni hayo. Wangapi kati yenu unajua kwamba ni rahisi zaidi kuongeza uzani kuliko kupunguza? Haleluya. Mtu yote aliye na uraibu wa aina fulani maishani mwake, kitu ambacho wewe usema siwezi kujizuia kufanya jambo hili, kuna wakati, sasa nisikilizeni, kuna wakati maishani mwako ambapo ungeweza kujizuia, lakini ukufanya hivyo. Na hebu niwaambie hili kwa sababu mkiendelea mbele, sitaki mtilie mkazo mambo yote mabaya mliofanya hapo zamani. Tunafunga mlango kwa mambo hayo, hatutaishi katika majuto. Majuto hayana faida yoyote ila kuwapotezea nguvu mnayohitaji kupata ushindi. Majuto hayasaidii chochote, hayana faida yoyote. Mume wangu Dave anajua sana kutojutia mambo. Jambo lilitendeka hivi majuzi na nikasema, tungejua tungelifanya jambo hilo zamani sana. Naye akasema, sitalijutia. Na kwa kweli ni kupoteza tu wakati. Kujutia jambo lolote ni kupoteza wakati. Inakuibia kila, najuta jinsi nimekuwa nikiishi. Na najuta kwamba nilijiacha nikaingia katika madeni. Na najuta niliacha na najuta. Na si eti nasema usijute kwamba ulifanya kosa fulani, lakini unapaswa kujuta kisha uendelee na maisha yako. Wakati mwingine ukitaka kukuza tabia nzuri unahitaji kukumbushwa. Mmoja wa binti zangu jina lake ni Sanda, ni msichana wetu mdogo zaidi, si wangu mimi peke yangu, ni wa Dave pia. Huwa nazungumza kana kwamba ni watoto wangu mimi peke yangu. Mnanijua nina utu wa binafsi, ni yangu, kila kitu ni changu. Basi yeye lugha yake ya upendo. Wangapi kati yenu unajua lugha ya upendo ni nini? Inamaanisha jinsi mtu anaweza kuzungumza nawe kwa njia inayokufanya uhisi unapendwa. Kwa hivyo, na watu tofauti wana lugha tofauti.
Watu wengine ukiwapa zawadi watahisi wanapendwa, wengine ukiwasifu wanahisi wanapendwa. Kwa kawaida huwa tunajaribu kuwapa watu kile tunachohitaji sisi, lakini mara nyingi si kile wanachohitaji. Kwa hivyo wanahisi kana kwamba hatuwapatii chochote, ilhali sisi tunaona kana kwamba tunajaribu sana kuwapa kila kitu, lakini hawatosheki, haijalishi tunawapa nini. Lakini hawahitaji kile unachohitaji. Tunapaswa kuchukua muda wa kuelewa wanahitaji nini na kisha tuwape kitu hicho, na huo ni upendo wa kweli. Na mara nyingi kile wanachotaka uwape si kitu unachoweza kufanya kwa urahisi. Kwa hivyo itakubidi ukuze tabia mpya. Basi, binti yangu huhitaji kutiwa moyo sana kwa sababu lugha yake ya upendo ni maneno ya kumtia moyo. Mume wake hata hivyo huwa hazungumzi lugha yake. Wangapi kati yenu mnahisi kana kwamba mmeolewa na mtu ambaye hazungumzi lugha yenu? Sawa. Basi, baada ya kuwa na mazungumzo makali na machozi mengi, mume wake aliamua kuwa mwerevu na akaanza kuweka vikumbusho kwenye simu yake na kwa tarakilishi yake. Vilikuwa na ujumbe huu: mtie Sandra moyo leo. Sasa, mimi lugha zangu mbili kuu za upendo ni zawadi za huduma, vitendo vya huduma. Nawaambia, ukitaka kunifurahisha, nifanyie tu kitu ambacho kinahitaji kufanywa. Nifanyie ili sinibidi ning'ang'ane nacho, sitaki kukifikiria, sitaki nilazimike kukifanya. Mimi nataka tu kuomba na kusoma na kuandika na kuhubiri na kufunza. Hayo ndio nataka kufanya. Hiyo ndio shauku yangu. Basi, mtu yote atakayefanya hayo mambo mengine atanifurahisha sana. Lugha ya pili ni ya zawadi. Basi sasa Dave, wacha nikushauri. Weka kikumbusho kwenye simu yako. Na kila siku sema tu, mpenzi, nikufanyie nini leo? Ni nini ungependa kifanye ambacho naweza kukufanyia leo? Kisha kimbia nje na uniletee zawadi na utakuwa umenifurahisha sana. Wangapi kati yenu wangapi kati yenu nyinyi wanawake mngependa wachumba wenu waweke vikumbusho kwenye simu zao? Mnajua nilifikiri nilijivunia mume wa Sandra alipofanya hivyo. Oh jamani, acheni mchezo. Nimewauliza lugha yenu ya upendo ni gani na hata mjui, basi mtajuaje ya mtu mwingine? Mwauliza wachumba wenu wangependa nini? Mimi sijui. Msifu kidogo. Yuko sawa kabisa, bado najaribu kung'amua Dave anapenda nini. Nafikiri ni kutiwa moyo, kwa hivyo hebu sote tumtie Dave moyo. Haya basi, mpigeni Dave makofi mazito. Lakini mnaona, ikiwa unataka kukuza tabia nzuri, usione haya. Ikibidi andika vikumbusho kwa vijikaratasi kila mahali nyumbani mwako. Viweke vijikaratasi hivyo kila mahali nyumbani mwako. Ikibidi nenda utengeneze mabango yaliyoandikwa kwa rangi. Pigana vita. Ikiwa unafikiri, huwa najaribu kukumbuka lakini nashindwa, basi kusiwe na chumba hata kimoja nyumbani mwako ambacho hakina kijikaratasi cha kukumbusha ufanye kile unachostahili kufanya, na baada ya muda mfupi utaanza kuviondoa polepole. Hayo yote ni sehemu ya kufanya upya akili zako. Mume wa Rhonda amekuwa akinywa glasi kadhaa za maziwa yenye mafuta kila siku. Jambo hilo lilimtatiza sana Rhonda, kwani mume tayari alikuwa mnene kuliko vile angetaka awe, na alijua kwamba alikuwa kila lehemu, yani cholesterol nyingi kupita kiasi, na pia alikuwa ameanza kuzeeka. Basi alianza kumimina maziwa kidogo yaliyotolewa mafuta ndani ya pakiti na akimimina nje maziwa kidogo yenye mafuta. Alifanya hivyo kwa miezi kadhaa, miezi 2, 3. Hatimaye mume wake alikuwa anakunywa maziwa yasiyo na mafuta peke yake. Alijaribu kumpa glasi ya maziwa yenye mafuta na hakuipenda. Najaribu kuwaambia kwamba mwili wako una uwezo wa kupenda kile unachouzoesha. Sawa, unaweza kusema nataka kukuza tabia nzuri, na nina tabia nyingine mbaya ambazo ningependa kuacha. Kwa hivyo nasikia ukisema kwamba ili nivunje tabia hizo mbaya ni sharti nikuze tabia nzuri. Haya basi, nianze lini? Sawa, mbona nisianze tarehe 1 mwaka ujao? Hapana. Sasa ndio wakati wa wokovu. Wakati ni sasa. Biblia inasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Imani si jana au kesho. Tunaamini sasa hivi kwamba Mungu anaweza kutuweka huru. Kama mkisikia sauti ya Mungu leo, msiifanye mioyo yenu kuwa migumu kama wakati wa uasi. Leo, ikiwa Mungu anazungumza nawe kupitia yale nayosema, basi hata usiseme nitangoja
mpaka wiki ijayo, nitangoja mpaka Jumatatu, nitangoja mpaka baada ya siku za sherehe. Mnajua, ikiwa una uraibu wa kitu fulani na ulikuja nacho hapa, uko huru kabisa kuja hapa mbele na ukweke kwa madhabahu kabla hujaondoka hapa usiku wa leo. Ningependa kuona madhabahu hii ikiwa imejaa vitu vya kila aina, na nawaambia tumewahi kufanya hivyo hapo mbeleni na tuliona vitu vya kushangaza. Nawaambia nimewahi kuona watu wamekuja kwenye mikutano yangu na pombe, sigara, vyombo vya kutumia dawa za kulevya, vitu vya kila aina. Na hakuna wakati mzuri zaidi wa kufanya hivyo kama sasa. Hata hivyo, ningependa kusema hivi: usifanye hivyo kabla hujatafakari itakugharimu nini. Usisukumwe tu na hisia. Ndiyo, ni jambo nzuri sana, Bwana asifiwe, nampenda Mungu. Wow, Joyce, nafurahia sana hii. Ndiyo natupa uraibu wangu kwenye madhabahu. Amen. Sawa, wacha tu tuseme kwamba umeamua unataka kuweka mwili wako vizuri na utaanza kula vyakula vya afya bora na utapunguza uzani na unajua utavunja tabia ya kufanya mambo mabaya. Lakini nini kitatendeka? Utahisi njaa kwa muda. Na mwili wako utakasirika. Mwili wako utakwambia, hata unipi chochote siku hizi. Hivi majuzi mtu mmoja aliniambia, afadhali Mungu angeomba angalau chakula kimoja ninachopenda ambacho hakina kalori zozote ndani yake. Chakula kimoja tu kisicho na kalori jameni, chochote ambacho tunaweza kukila. Bora si mboga. Kitu kitamu zaidi. Sawa. Nini utendeka unapoamua unataka kuacha kuvuta sigara? Kando na kupata muujiza kutoka kwa Mungu ambao watu wengine wamepata, lakini mimi sikupata, kwa hivyo naweza kuzungumza kuhusu niliyopitia mimi. Kwanza kabisa, utashikwa na hamu ya nikotini. Lakini haitakuwa mbaya sana. Utaistahimili. Inakuwa rahisi siku baada ya siku, lakini siku chache za kwanza utakuwa unafikiria kuhusu sigara mchana kutwa. Na mwili wako utasema, siwezi kuvumilia, siwezi. Nimelemewa kabisa. Nataka kula kile kitu nachoweza kupata. Siwezi hili. Vumilia siku moja na uendelee siku itakayofuata. Huenda hata isiwe rahisi sana siku ya pili, lakini nawaambia utakapofikia mwisho wa wiki ya kwanza itaanza kuwa rahisi zaidi. Sasa, ukiweza kuvumilia kwa siku 30, naweza kuwaambia huenda hamu ikaisha kabisa. Kitu kinachoweza kutokea ni pengine baada ya miaka 2 au 3 ukijipata katika hali ngumu, huenda ukajipata unatafuta sigara bila wewe kujua. Nilijipata nafanya hivyo kwa sababu ya mazoea. Sawa, utapata faida gani kama tuseme ungewacha kuvuta sigara? Na acha niwaambie, sijachagua uvutaji wa sigara kwa sababu nafikiri hiyo ni kusengenya, pia ni kitu kibaya vile vile. Mnaelewa? Haya, faida, utaokoa pesa zako. Mnajua nilipoanza kuvuta sigara nikiwa mdogo, sigara ilikuwa senti 25 pakiti. Hiyo sasa imepitwa na wakati kabisa. Sijui ni bei gani sasa, lakini bila shaka si senti 25. Hutanuka moshi wa sigara. Na sitaki kujitia mashakani au kukwaza mtu yote, lakini nawaambia wanavuta sigara hawajui harufu yake. Lakini jamani, kama huvuti, nasema tu kama huvuti. Jamani, nawapenda. Huenda nikajitia mashakani, lakini nitasema hivi. Sijui kama kuvuta sigara kutakuzuia kuingia mbinguni. Nafikiri watu wengi hufanya mambo mabaya zaidi. Biblia inasema mengi kuhusu ulafi, haisemi chochote kuhusu uvutaji sigara. Lakini ukiacha kuvuta, basi utakuwa na hofu ya kushikwa na saratani ya mapafu. Hiyo ni faida nzuri kweli. Unajua, babangu alivuta pakiti 3 za sigara kila siku maisha yake yote na alikuwa na matatizo mabaya ya mapafu. Nami nilivuta sigara kwa miaka nyingi. Sijavuta sasa kwa miaka kama 35 au 36 hivi, na imekuwa na manufaa kwangu. Ina manufaa kutovuta sigara. Mnajua, ikiwa hutaki kuacha, basi usiache. Jambo hilo ni kati yako na Mungu. Mungu alikuwa ananishawishi niache. Na mnajua, nilipoanza kufundisha niliketi na nikafundisha nikiwa nimevaa suruali fupi na nilivuta sigara muda wote wa kufundisha. Lakini haiwezi kufanyika hapo usiku wa leo, sio? Mnajua, nilitaka kusonga mbele na Mungu na ilinibidi niachane na mambo kadhaa ambayo hayangechukuliwa vizuri na watu wengine. Kwa hivyo
Amen. Na nilikuwa nafunza katika hali hiyo nikiwa chini ya upako. Mnaona, Mungu haoni tu mahali ulipo, bali anaona pia mahali unaenda. Basi nini hutendeka? Wangapi katini wanajua kwamba wanapaswa kufanya mazoezi? Sawa. Mimi nilianza miaka 6 iliyopita na nilikuwa sijawahi kufanya mazoezi maisha yangu yote. Na nawaambia ukweli, nilidhani nitakufa. Kwa kweli, nilienda mazoezini na nilikuwa na mkufunzi mmoja. Nilimwambia utanipa ratiba ya mazoezi na tena nifanye nyumbani. Hiyo haikufanyika, ilinibidi nimwite mkufunzi wangu kila wakati kwa sababu nilihitaji usaidizi. Hata hivyo, sikujua alinipa ratiba moja ya siku moja, kisha ingine ratiba tofauti ya siku ya pili. Basi, mnajua ilitakiwa zoe vipindi vya mazoezi ya dakika 45. Basi mimi sikujua hiyo, nilidhani nilipaswa kufanya mazoezi haya yote kila siku. Kwa hivyo nilienda nyumbani na ratiba nyingi kweli. Na tena nilikuwa na miaka 64 nilipoanza. Sikuwa nimewahi kufanya mazoezi maishani mwangu. Na mimi huyu hapa nafanya mazoezi kwa saa 1:30 kila siku. Ilinibidi niombe nikiwa chooni ili niweze kutembea na kwenda zangu. Nawaambia, nililia. Nawaambia ilikuwa mbaya. Nilimwambia daktari wangu wa viungo kwa sababu alikuwa hapo pahali pa mazoezi. Nilimwambia najihisi mgonjwa, akasema ndio, unaweza kujihisi mgonjwa kwa muda mfupi. Basi, naweza kuambia kama hujawahi kuifanya, utapata maumivu. Itachukua muda. Huenda ikakugharimu pesa kidogo kujiunga na ukumbi wa mazoezi. Ukitaka mkufunzi itakugharimu pesa nyingi zaidi. Lakini wacha tuzungumzie faida. Tuna mazoea kufikiria wakati wote kuhusu gharama. Hicho ndicho kitu cha kwanza tunachouliza kila wakati. Ni pesa ngapi? Ni pesa ngapi? Ni pesa ngapi? Basi tukizungumza kuhusu faida, utapunguza uzani. Mavazi unayovaa sasa yatakuwa makubwa kwako. Utapata sifa nyingi kweli. Utakuwa na nguvu zaidi. Utakuwa na afya bora zaidi. Utaishi muda mrefu zaidi. Na kila mtu atakuonea wivu kwa ajili ya bidii yako na umbo lako. Wacha niseme ukweli. Je, naweza? Ni kawaida yangu kusema ukweli, kwa hivyo si lazima niwaombe ruhusa, sio? Mimi hujihisi vizuri watu wanaponiambia una umbo zuri sana kwa umri wako. Lakini sasa sikilizeni. Sikulipata kwa kulitamani tu. Mnakumbuka? Jamani. Nilipoanza kufanya mazoezi, nadhani nilikuwa na uwezo wa kupata misuli, lakini bado haikuwa inaonekana. Na siku moja nilikuwa nimeketi na nikasugua nyuma ya mguu wangu na nikagusa kitu kigumu na nikafikiri nina uvimbe wa saratani. Nilifikiri hivyo na nikasema, jamani. Niligusa mguu wa mwingine na nikasema, kuna mwingine hapo pia. Lakini kisha nikafikiria, nina misuli! Nilichukua simu na nikasema, nina misuli! Nilikuwa nimefurahi sana. Haya basi, nafikiri mmesikia vya kutosha kuhusu kula na mazoezi. Wacha tuangazie nukuu kadhaa kuhusu tabia za kuahirisha mambo. Usiahirishe jambo, lifanye sasa. Haya, ya kwanza, kuahirisha ni kama kadi ya mkopo. Utaifurahia mpaka wakati utapewa bili yako. Hiyo ilisema na Christopher Parker. Nataka niwape watu hawa heshima kwa sababu nimewapata mtandaoni. Minyo McLaughlin nikasema kuna vitu vingi sana tungejua tungefanya jana na vitu vichache sana tunavyotaka kufanya leo. Ukiwa na malengo pamoja na tabia kuahirisha mambo, basi huna chochote. Ikiwa una malengo na uchukue hatua ya vitendo, utapata chochote utakacho. Kasema Thomas V. Lord. Kuahirisha mambo ni mtekanyara wa nafsi za watu na afisa wa kuwasajili watu jehanamu. Kasema Edward Irving. Kuahirisha mambo ni mbegu ya kujiangamiza mwenyewe. Kasema Matthew Barton. Kama kuna mlima wa kukwea, usifikiri kungoja kutaufanya uwe mdogo zaidi. Ninayoipenda zaidi ni hii. Mwandishi wake hajulikani, basi sijui, pengine tunaweza tu kwanza kusema Joyce alisema. Kuahirisha mambo ni kama kujiua polepole. Hamu kuipenda hiyo? Basi mimi naipenda. Basi mifano kadhaa. Na nitatumia dakika chache zaidi ya saa yangu moja usiku wa leo. Lakini nashukuru hatutapitisha saa sana usiku wa leo.
Nilikuwa naumwa na mgongo kwa miaka na miaka na miaka. Sikwenda kwa daktari. Nitapona tu. Asubuhi moja niliamka na sikuweza kutembea. Kwa hivyo ilinibidi niende kwa daktari wa viungo mara 2 na mara 3 kwa wiki kwa mwaka 1 na miezi 3. Ni maonyo ya aina gani umekuwa ukipata na unayapuuza? Unasema unamaanisha nini? Jamani, hili bega langu limekuwa likiniuma kwa miaka 2. Sijui nini mbaya. Mbona usiende na ujue nini mbaya? Wajua sina daktari, basi tafuta daktari. Wacha kukaa tu na uanze kushughulikia mambo yako. Nilikuwa na maumivu hapa kwa mfupa wa bega kwa miaka 20. Miaka 20. Na ilibidi mgongo wangu unyoshe mara nyingi kweli kwa sababu ya hayo maumivu begani. Ilikuwa uchungu kweli. Baada ya miezi 2 ya mazoezi, uchungu huo ulipotea kabisa. Sikuwa na shida yoyote na bega langu tena. Na sasa nikifanya kitu, na hivi karibuni nilifanya kitu na nililitonesha kidogo. Sasa najua nitafanya nini mimi mwenyewe ili liwe sawa. Kwa sababu najua mazoezi sahihi ya kufanya. Mnajua nini? Utaokoa muda mwingi ukichukua hatua sahihi hapo mwanzoni, badala ya kufanya lisilo sahihi. Sawa, naona hamkunielewa sana kwa mfano huo. Hebu tujaribu daktari wa meno. Daktari mmoja wa meno aliniambia hivi, na alikuwa na kila haki ya kusema hivyo. Alisema, tunakuhitaji sana uje mara kwa mara kwa uchunguzi na kuoshwa meno ili usihitaji kuja kutuona kwa dharura unapopata maumivu ya jino. Alinikumbusha kwamba aliniona tu wakati nilikuwa katika hali ya dharura. Aliendelea na kuniambia kwamba hali zangu za dharura zilivuruga ratiba yake, ambayo tayari ilikuwa imejaa, na kwa hivyo nilikuwa namkosea. Na huo ulikuwa ukweli. Sikwenda kwa uchunguzi. Sikwenda kuosha meno. Lakini nilipopata maumivu ya jino, nilimpigia simu na nikamwambia ni hali ya dharura. Nasafiri kidogo nje ya mji, utaniona sasa hivi. Jino langu linaniuma sana. Na nilifanya hivyo zaidi ya mara 6 katika kipindi cha miaka kadhaa. Na alikuwa na haki ya kuniambia kile alichoniambia. Nawaambia, kuosha meno yako hakutakugharimu pesa nyingi, tena si uchungu kama upasuaji wa jino. Sawa. Sasa ile tabia moja nilisema nitawaambia. Sasa nitawekea tu msingi kidogo, kisha tutazungumza tutajumuisha tabia hiyo katika tabia zetu nyingine zote. Tabia ya kwanza tunayopaswa kukuza kabla mambo mengine yote hayajakuwa sawa maishani mwetu. Tabia hii moja nzuri itakayokusaidia kuondoa tabia nyingi mbaya ni ile inayoita kwa upendo na kwa heshima kubwa tabia ya Mungu. Naamini kwamba kuwa na muda na Mungu na kuingia katika neno bila shaka kunaweza kuwa tabia. Siku hizi naweza kujihisi vibaya sana, tena sana, ikiwa nitaamka na nisikutane na Mungu kama kitu changu cha kwanza kabisa cha siku yangu. Sasa najua utasema, unajua mimi siwezi kuamka asubuhi sana. Sawa, hata kama huwezi kuamka asubuhi sana, basi chukua hata dakika 5 ili umjulishe shetani msimamo wako leo. Kama huwezi fanya chochote, basi sema tu, Mungu, nakupenda na kuhitaji na kushukuru kwa yote unayonifanyia. Nahitaji usaidizi wako leo, nisaidie. Basi pengine utakuwa na muda mrefu zaidi na Mungu wakati wa chakula cha mchana, au pengine usiku, au wakati wote ule, lakini jaribu kwanza siku yako na Mungu akiwa akilini mwako. Kuza tabia ya Mungu. Sasa sikilizeni. Luka 22:39. Na akaenda mlima wa Mzeituni kama yalivyokuwa mazoea yake, na wanafunzi wakamfuata. Sasa Yesu hakwenda mlimani kwa sababu alipenda kukwea milima. Alienda huko kuomba. Yesu alienda huko alipohitaji kukutana na Baba yake. Na Yesu alikuwa na tabia ya kuwa na muda na Baba yake. Kama ilikuwa tabia yake, yeye ambaye alikuwa na uwezo wote na aliweza kufanya yote, basi mbona isiwe pia tabia yetu sisi? Na mnaona, kwa vile ilikuwa tabia yake, wakati wa kifo chake msalabani ulipowadia, alijua mara moja mahali alipotakiwa kwenda na kile alichotakiwa kufanya. Alikwenda kwenye bustani na alipiga magoti na akaomba
na alizongwa na uchungu mwingi wa kihisia kiasi kwamba alipokuwa anaendelea kuomba, Biblia inasema alidondokwa na jasho la matone ya damu, lakini aliendelea kuomba, si mapenzi yangu bali mapenzi yako yatendeke. Kisha malaika wakaja wakamhudumia, na kwa sababu aliomba na alijua mahali pa kwenda mara kwa mara wakati alipokabiliwa na dhiki, tuko hapa leo hii tukiwa tumeokoka, tumezaliwa upya na tunaelekea mbinguni. Na hebu niwaambie kitu, ikiwa mtakuza tabia ya Mungu na muwe na muda na Mungu na mjifunze neno na muanze kuongozwa na Roho Mtakatifu, hamjui ni watu wangapi mtashawishi kwa njia nzuri maishani mwenu, na ni watu wangapi huenda wakaingia mbinguni kwa sababu mlikuwa na hekima ya kukuza tabia nzuri. Sasa ni wangapi kati yenu unajua mkikuza tabia hii ya Mungu bila shaka itaondoa tabia nyingi mbaya kutoka maishani mwenu? Ndio maana sikusudii, sitazungumzia tabia zote mbaya mnazoweza kufikiria. Kuna kadhaa ambazo nitataja, lakini tutazungumzia hasa tabia nzuri. Nafikiri tukizingatia mambo mazuri, yale mabaya hayatakuwa na nafasi maishani mwetu. Nawaambia tena, Henoko, Biblia inasema Henoko akaenda pamoja na Mungu, naye alitoweka maana Mungu alimtwaa. Huyu ni mtu aliyekuwa na tabia nzuri kiasi kwamba dunia haikuweza kumshikilia tena, na haikuwa na nafasi kwake kwa sababu alikuwa na tabia ya kutembea na Mungu. Kila mwanaume au mwanamke muhimu unayesoma kuhusu katika Biblia, mabingwa wetu wa imani, wote walikuwa na tabia ya Mungu. Daudi alimtafuta Mungu kwa moyo wake wote. Nitakutafuta Mungu na moyo wangu wote. Asubuhi na mapema nitakutafuta, nitatafakari neno lako usiku kutwa. Nitawaambia kwamba msipokuwa na muda na Mungu, huenda ukasema mimi huenda kanisani, sizungumzi kuhusu hilo. Sizungumzi kuhusu hilo. Kile mnachosikia kanisani, kile mnachosikia kwenye CD, kile mnachosoma kwenye vitabu ni vijisehemu tu. Na kweli mnavihitaji, lakini mnapaswa kuvipeleka kwa Mungu na mumuombe aviweke pamoja maishani mwenu na vifanye viwe vya manufaa maishani mwenu. Amen. Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.